Pia ninawaomba tumshukuru Mwenyezi Mungu, tuseme asante kwa kutufikisha siku ya leo, na katika misa hii ya leo tumeshuhudia mambo mengi katika mwaka huu uliopita. Tumeshuhudia mengine mazuri na mengine sio mazuri. Yote hayo kama tunavyosoma barua ya Mtakatifu Paulo kwa Kolosai, anasema mshukuruni Mungu kwa kila hali. Tunamshukuru Mungu kwa kila hali aliyotujalia. Hivyo leo tunasherekea katika usiku huu kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu, umwilisho au kujifanya mtu, Mungu kujifanya mtu, yaani Emanueli, Mungu yu pamoja nasi. Bwana wetu Yesu Kristo amejifanya Mungu mtu, amechukua sura ya mwanadamu. Kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu, mtu aliumbwa kwa sura ya Mungu. Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wake Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Hayo tunayasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 27. Kwa umwilisho Mungu anaendelea na uumbaji wake aliofanya mwanzo. Baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi, Mungu anaamua kumtuma mwanawe wa pekee kumwokoa mwanadamu kwa kumfanya Mungu mtu. Mungu anaendelea kumpatia heshima na kumtakatifuza mwanadamu. Hivyo siku ya leo tunapoadhimisha sherehe ya umwilisho, inabidi tuendelee kuenzi, kuheshimu na kutunza utu. Sisi tumeumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu. Hakuna aliye na mamlaka ya kutoa uhai wa mtu mwingine, na kama tulivyosikia, Kristo amefanya umwilisho ili aendelee kutuimarisha, aendelee kutusimamisha, aendelee kuwa nasi karibu. Hivyo tunaalikwa kudumisha upendo na udugu na kuondoa chuki. Hata kama mtu amefanya makosa makubwa kiasi gani, awe mgonjwa wa akili kama vile mweu au mwizi, hapaswi kudhalilishwa au kutendewa vibaya. Kama amekosa, inabidi apelekwe kwenye vyombo vya sheria na ahukumiwe kisheria, sio kumdhalilisha. Na waomba hili litufanye tutafakari kwa makini, hasa wale walezi, kutunza heshima ya watoto, wale ambao wanasimamia vyombo vya sheria na usalama. Tusidhalilishe mtu au utu wa mtu yoyote, kwa sababu mtu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Zaidi ya hayo, kama tunavyosikia, Mwenyezi Mungu amefanya umwilisho, nafsi ya pili ya Mungu. Mungu ameturudishia heshima na utukufu wa mwanadamu aliopoteza baada ya anguko la mwanadamu wa kwanza.
wale walio na wafanyakazi nyumbani kama vile na kama vile wewe ni kiongozi, jitahidini sana kutodhalilisha utu wa mtu ambaye yuko chini yako. Mtendee kwa haki za kibinadamu, zingatia haki za kibinadamu. Na au wewe kama ni kiongozi, usimdhulumu mfanyakazi yoyote. Sisi Wakristo wa Katoliki tunasisitiza na kutetea haki na utu wa wanadamu, maana kanisa ndilo chimbuko la haki za binadamu. Na hapa ningependa kudadavua kwamba kanisa Katoliki ni wazi kwa mang'amuzi ya Roho Mtakatifu ndilo chimbuko la haki za mwanadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 13, huyu tuliye naye ni wa 14, na ndiyo maana kama mliwahi kufuatilia kwa nini yeye Baba Mtakatifu huyu amechagua kuitwa Leo. Yeye anasema aliona haki za wafanyakazi na haki za binadamu hazizingatiwi, na zaidi aliona haya mapinduzi ya kiteknolojia, akaona kwamba yeye achukue jina hili la Papa Leo aliyemtangulia, ili na mwenyewe aweze kusukuma gurudumu la haki, mojawapo kwamba asukume gurudumu la haki za binadamu. Hivyo Baba Mtakatifu Leo wa 13 mwaka 1891 ndiye alikuwa wa kwanza kutambua na kuainisha haki za mwanadamu kwa barua yake ya kichungaji inayoitwa Rerum Novarum, yaani mambo mapya, aliyoitoa akitetea haki za wafanyakazi baada ya mapinduzi ya viwanda ya mwaka 1850. Baada ya kutoa barua hiyo ya kichungaji, kwa sababu ilikuwa inasisitiza haki za wafanyakazi, mataifa mengi ya Ulaya yaliyokuwa na viwanda na watawala wao walimuuliza Baba Mtakatifu Leo kuwa nani amekupatia madaraka ya kuandika mambo haya ya kuchonganisha watawala na wafanyakazi wao. Lakini Baba Mtakatifu alijibu kuwa hiyo ilikuwa ni sauti ya kinabii kutoka ndani ya Injili iliyolenga kutetea haki za watu waliokuwa wananyanyaswa na mfumo mpya wa uzalishaji wa mapinduzi ya viwanda. Licha ya kupata upinzani mkubwa, barua ya Baba Mtakatifu na ujumbe wake viliendelea kuenea hasa nchi za Ulaya. Yeye alisimama imara akijua yeye ni sauti ya kinabii ambaye hafungamani na taifa lolote, bali alitaka kuonyesha njia iliyo nzuri. Alitaka kuonyesha utangazaji wa habari njema inabidi ujikite katika kulinda haki za kibinadamu. Hata hivyo, wengi walimuelewa Baba Mtakatifu aliyoyaeleza na waliungana naye kutetea haki za wafanyakazi. Na mwaka 1919 taasisi ya kutetea haki za wafanyakazi ya Umoja wa Mataifa, wakati ule kulikuwa baada hakuna Umoja wa Mataifa, ilikuwepo League of Nations,
iliundwa ni baada ya vita ya kwanza ya dunia. League of Nations ilikuja kuundwa karibu mwaka 1924. Kwa hiyo ili ndilo shirika la kwanza la utetezi wa haki za binadamu lililotangulia, na taasisi hiyo ilijulikana kama ILO, International Labour Organization. Taasisi hii imedumu mpaka nyakati zetu, na hao waliingiza masuala yote ya Baba Mtakatifu aliyoyasema, masuala ya kulinda haki za wafanyakazi. Hapa mnaweza mkaona uhalisia wa maneno ya Nabii Isaya tuliyoyasikia katika somo la kwanza, yanayosema watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Kwa sababu kwa kutumia Injili Baba Mtakatifu aliweza kutoa mwanga ambao ulisababisha kuundwa kwa taasisi hii muhimu. Wale wafanyakazi wanajua taasisi hii inavyosaidia. Kwa hiyo huu ulikuwa ni mmojawapo wa ushuhuda wa umwilisho. Baba Mtakatifu wa pili kutetea haki za binadamu, na ambaye pia alisaidia kuanzisha kile kinachoitwa Universal Declaration of Charter of Human Rights, ambayo makubaliano ya haki za binadamu ambayo hata mimi nakumbuka tulikuwa tunawafundisha vijana wa kidato cha 3, kidato cha 4 ya mwaka 1948, na hata wale ambao wako kwenye high school na sehemu nyingine za taaluma wanajifunza haki za binadamu. Haki za binadamu hizi chimbuko lake kubwa ni Kanisa Katoliki, tukianzia na Papa Leo wa 13 na sasa Baba Mtakatifu huyu Pio wa 11. Huyu Papa Pio wa 11 alitoa barua inayoitwa Quadragesimo Anno. Hata ipo kwenye internet, anayetaka anaweza akaenda akaitafuta akaiona. Naye alitoa mwaka 1931, na League of Nations imekuja kukamilika kuundwa mwaka 1940, na haki hizi za binadamu zimekuja kutangazwa mwaka 1948. Na Baba Mtakatifu huyu Pio alitoa barua inayoitwa Quadragesimo Anno, yaani miaka 40 baada ya barua aliyoitoa Baba Mtakatifu Leo ya mwaka 1891. Kwa hiyo Kanisa Katoliki limekuwa ndilo chimbuko la haki za binadamu. Mataifa walipata mwanga, wakazichukua na zikaingizwa katika Umoja wa Mataifa. Nimeamua kudadavua kwa ufupi historia hii ili mfahamu kuwa Kanisa Katoliki lilikuwa la kwanza kusukuma wazo la haki za mwanadamu mpaka zikajulikana katika ulimwengu mzima, na ulimwengu mzima ukazichukua. Kwa hiyo sisi tunapotetea haki za mwanadamu inakuwa sio mara ya kwanza, na wengine wanaweza wakasema kwamba kwa nini mnaingilia masuala nini na nini. Sisi tunakuwa ni sauti ya kinabii, tunatetea haki za watu kwa sababu sisi ni sauti na kinabii. Na mtoto aliyezaliwa leo ndiye aliyesukuma kanisa lake kuwasha mwanga wa haki mpaka haki hizo
zikatambulika katika mataifa yote, tukitumia maneno ya nabii Isaya kwamba watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Kwa hiyo sisi tunaposisitiza mambo ya haki, tunataka kuendeleza utamaduni wetu, mapokeo yetu ambayo kanisa limekuwa likiyafanya wakati wote. Kwa hiyo tunawaomba, tunapoadhimisha sherehe hii ya Christmas, tukumbuke sote tulipo kutetea, kulinda haki na utu wa mwanadamu. Hapo tutakuwa tunakwenda vizuri, tunakuwa tunaishi Ukristo wetu. Wapendwa, leo tunasherekea umwilisho wa mwanadamu. Tunasherekea umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, sio mwanadamu. Bwana wetu Yesu Kristo alijifanya mtu na akazaliwa katika familia ya Nazareti. Kama tulivyosikia, Bwana wetu Yesu Kristo amezaliwa katika mazingira maskini sana. Amezaliwa katika hori, amezaliwa akawekwa kwenye hori la ng'ombe, na hiyo ninaonyesha Bwana wetu Yesu Kristo maisha ambayo alipenda kuyaishi, na anatuonyesha kwamba anayemfuata inabidi na yeye afuate maisha hayo, yaani maisha ya kujitoa, maisha ya unyenyekevu. Kwa kupitia njia hiyo ya kuzaliwa, Bwana wetu Yesu Kristo amekaa kwetu. Hivyo nawaomba kila familia na jumuiya zetu zimkaribishe huyo Bwana wetu Yesu Kristo akae ndani ya familia. Usimfukuze au kumfungia nje Roho wa Bwana. Bwana wetu Yesu Kristo anakuja katika familia ya mwanadamu ili amalize ugomvi, amalize mafarakano na atibu vilema vyetu. Ndiyo maana katika siku hizi watu wengi wakati wa sherehe hasa hii ya Christmas, watu hutoka mbali na kukusanyika ili kusherekea sherehe ya kuzaliwa Bwana. Lengo, ingawa wakati mwingine watu wengine hawaelewi, lengo inakuwa ni kumwenzi yule ambaye anatuunganisha na kutufanya wamoja, ambaye amekata kuta mbalimbali, kuta za utengano, kuta za ukabila, kuta za ubaguzi. Yeye ndiye anazikata, na anatutaka wakati huu wa Christmas tukae pamoja, tusherekee pamoja kama familia moja, familia ya baba na mama, familia ya ndugu na jamaa, familia. Ndio maana tumekuja kwenye misa kama jimbo tunasherekea kwa pamoja na kuadhimisha ibada ya misa takatifu, na zaidi anataka tusherekee kama Watanzania, watu ambao kwa mapendo ya Mungu mwaka 1961 tuliunganishwa
tulipata huru, na mwaka 1964 tuliunganishwa Tanzania, Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo wakati huu tunakumbushwa kuendelea kuunganika, kuwa watu wamoja, na kama tunavyojua familia hii ya Kitanzania imejeruhika, kila mmoja anafahamu. Kwa hiyo inabidi tukae pamoja kama familia moja, tuondoe tofauti zetu. Wengi wanasema, wengine wanasema kwa uharakati, wengine wana nia nzuri, wengine hawana nia nzuri, lakini kama tunataka kuondoa makovu, hatuna budi kuondoa ubabe, propaganda, wanaharakati na ujanja kama wengine walivyokwisha sema. Hapo ndipo tutakuwa tunaleta amani, tutakuwa tunaleta haki na amani na kukubali ukweli, na tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo aliye ukweli atusaidie katika hili, tuwe na ushujaa wa kupokea ukweli. Kitu kikubwa hapa ni kuogopa kupokea ukweli. Tuwe tayari kupokea ukweli kwamba hili lilikuwa hivi na hili lilikuwa hivi. Kienda katika nchi zilizoendelea, unakuta baada ya matukio kama haya watu huwa wanajenga hata kumbukumbu. Na sisi hapa tulijenga kumbukumbu. Wale wanaokwenda Mtukura, kuna sehemu imejengwa kumbukumbu ya mashujaa, na tumejenga kumbukumbu nyingi za Mwenge, tumejenga kumbukumbu nyingi za ufunguzi wa vyuo na vitu fulani. Kwa hiyo na tukio kama hili ni vizuri likajengewa kumbukumbu. Kwa mfano, ukienda katika nchi zilizoendelea, watu wamejenga kumbukumbu na wanaonyesha ili mtu atakayekuja asichezee mambo ya haki na mambo ya amani. Ndiyo lengo, sio kwamba ni kutaka kumpatiliza mtu, ni kutaka kuweka kumbukumbu ambayo itawakumbusha, jamani, hapa hatupaswi kucheza. Hapa inabidi tukubali kwamba tunatetea haki za binadamu, tunatetea uhai wa mtu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kupokea hayo. Wapendwa, tunaposherekea Noeli hii tunapaswa kujifunza pia fadhila ya unyenyekevu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kama tunavyoona kwenye holi, Bwana wetu Yesu Kristo alipolazwa, tunaona unyenyekevu mkubwa. Yupo kwenye holi, amelala katikati ya wanyama wa kila aina, ng'ombe, mbuzi, kondoo, na wakati huo kuna nyasi. Amelala kwenye baridi, walikuwa kwenye hori. Kwa hiyo huo ni unyenyekevu mkubwa. Hivyo na sisi hatuna budi kuiga hiyo fadhila ya unyenyekevu. Mwalimu wetu ni Kristo, anatufundisha unyenyekevu, na tunasoma katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi, yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu. Alijitwalia hali ya utumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. Hayo tunayakuta katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi sura ya 8, sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 11.
Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mtu, ameamua kujifanya hivyo ili atupatie mfano mzuri. Hata sisi anatuambia uwe tajiri, uwe na akili nzuri kuliko wengine, uwe na cheo kikubwa, uwe unaishi kwenye nyumba nzuri sana. Wengine huenda wanaishi kwenye nyumba za makuti. Anataka kutuambia inabidi tujinyenyekeze, tunyenyekee kwake. Pia sisi sote ambao tumepewa vyeo mbalimbali, madaraka mbalimbali, tunakumbushwa kujinyenyekesha. Nyie ambao mko katika familia, baba na mama, mkikosa unyenyekevu, nyumba yenu itachomwa moto au itakuwa inaungua kila mara. Pasipotokea mtu wa kujinyenyekesha, kumuomba msamaha mwenzake, nyumba hiyo haitakalika. Hivyo hivyo ninawaomba muwafundishe na watoto wenu, anapokosa aombe msamaha, na hiyo ndiyo malezi mazuri ya kujenga dhamiri. Lakini kama mtoto anatenda kosa, aombi msamaha, anakuwa mbabe, au baba anafanya makosa, kuna msemo wa kifarosafa ambao unasema to err is human. Kama baba anafanya makosa, haoni kwamba kukosa ni mojawapo ya asili ya kibinadamu, nyumba hiyo mtashindwa kuikalia. Kama mama na mwenyewe anafanya makosa, aweza akaomba msamaha, nyumba hiyo mtashindwa kuikalia. Kama wewe ni kiongozi sehemu fulani, unafanya makosa, uwezi ukaomba msamaha, kusema lakini hapa nimekosea, nimepitiwa, ukawa mbabe, anayekugusa unaona kwamba huyo ni mbaya, anayekugusa unamuona huyo atendi mema kwako. Kwa hiyo ujue kwamba wewe utashindwa, nyumba yako itaaka moto. Tuombe Mwenyezi Mungu tunaposherekea siku ya leo, na hasa tunaposherekea unyenyekevu wa Bwana wetu Yesu Kristo kuzaliwa pale horini, atusaidie, atupatie fadhila hiyo. Sote tunaihitaji unyenyekevu. Waimbaji mnahitaji unyenyekevu, askofu anahitaji unyenyekevu, masista wanahitaji kuwa wanyenyekevu, baba wa nyumba anahitaji kuwa nani? Mnyenyekevu. Sote tunahitaji kuwa nani? Kuwa wanyenyekevu. Tuombe Mwenyezi Mungu atusamee pale ambapo tumeshindwa kumuomba msamaha, na atusaidie. Yeye ndiye aliye na uwezo wa kugeuza roho zetu zikawa nyoyo ambazo zina fadhila ya unyenyekevu. Wapendwa, tumesikia katika Injili pale Bwana wetu Yesu Kristo aliporara pale horini, wamekuja kundi la malaika, wanaanza kutangaza utukufu wa Mungu. Wanasema, atukuzwe Mungu juu
na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ndugu zangu, tunaalikwa kwamba utukufu tuutoe kwa Mungu. Lakini siku hizi unakuta watu wa madhehebu mbalimbali wanadanganya watu, wanataka utukufu uwe kwao. Na wengine walikuwa Wakatoliki, wanaingia huko, wanataka utukufu upelekwe kwao au uelekezwe kwao. Utukufu ni kwa Mungu. Mungu ndiye aliye mtukufu. Lakini utakuta watu katika sehemu hizo ndio wanajifanya kwamba wanatenda miujiza, wanataka utukufu, ndio wanaongeza utajiri, wanataka utukufu uwe kwao. Ndugu zangu, hizo ni kufuru. Ngao wanasema ni kwa jina la Yesu. Sasa kama ni kwa jina la Yesu, kwa nini Wakatoliki wanatoka hapa wanakwenda kule? Kwa hiyo na lenyewe mjiulize, kwa sababu hapa sisi tunaye mhubiri ni Bwana wetu Yesu Kristo, aliyeteswa akafa na baadaye akafufuka, kama alivyosema Paulo, ndiye tunaye mhubiri. Na huku hatujawahi kuongea mambo ya utajiri, mambo ya miujiza, kwa sababu Kanisa Katoliki limepitia katika historia ndefu sana. Vikundi vingi katika historia vilijitokeza vilivyokuwa vinasema kwamba vinaleta utajiri, vinaleta miujiza, lakini baada ya kufanya uchunguzi wakagundua vikundi hivyo vilikuwa ni vya ajabu. Kwa hiyo kanisa liko makini, linaangalia mtu anayesema anafanya miujiza au ametokewa na mama Bikira Maria au amemuona Bwana wetu Yesu Kristo, linafanya uchunguzi wa kina. Na ndiyo maana hatukimbilii mambo hayo, kwa sababu Kanisa Katoliki limeisha pata au lilisha umizwa kwa namna fulani. Kwa hiyo ndugu zangu, ninawaomba msiende huko kupoteza muda. Utukufu mpatie Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye tunamkuta katika sakramenti ya Ekaristi. Hapo utukufu unakuwa halali. Kwa hiyo tumuombe Bwana wetu Yesu Kristo atufundishe, na zaidi la mwisho tuendelee kumuomba Bwana wetu Yesu Kristo. Tumesikia malaika wanapowatokea wachungaji, wanawaambia msiogope. Tunawaletea habari njema, Bwana wetu Yesu Kristo amezaliwa katika Betlehemu ya Yuda. Kwa hiyo na nyie mliokuja hapa usiku kusali, kuadhimisha sherehe ya Krismasi, ninawaomba msiogope. Matumaini yetu yote tuyaweke kwa Mungu. Tujiombee pia huyu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye analeta amani. Anawaambia wachungaji, msiogope, muwe na amani. Nasi atujalie amani, kila mmoja wetu atujalie amani kama kanisa la Bukoba, atujalie amani kama taifa letu la Tanzania. Na zaidi tukumbuke haki, amani haipatikani bila haki, bila kutekeleza haki za binadamu. Tumsifu Yesu Kristo.